naomba mapendekezo tunayoyaleta yawe na justification. Unajua ukimsikiliza waziri wa fedha anaposoma budget, kwanza anakuwa na statement inaongoza budget, anasoma tunafanya hii. Waga ndio mambo yale unaona watu wanapiga makofi sana. Zile general statements zinavutia sana, kwa sababu mara nyingi zinatoa political statements. Tumeamua kupunguza hiki nini, utekelezaji wa ilani, kila kitu. Lakini anakuja kwenye justification. Anaposema tunapunguza hiki, tutapunguza kwa kiasi hiki, lakini anasema na serikali hapa itapunguza mapato yake kwa kiasi fulani. Au serikali hapa kwa kupunguza hili wamekisia itaongeza mapato kwa kiasi fulani. Hata mapunguzo ya juzi, ukitizama ile bajeti inakwambia kuna maeneo ambayo serikali imepunguza kwa hasara kwa ajili ya kupata mileage kwa kutegemea kwenye industry ita respond. Ndio anachosema mwenyekiti. Kwa malalamiko na nini serikali imesikiliza. Kuna sehemu nyingine serikali imepunguza na imesema wazi wazi faida yake ni nini, wanategemea ongezeko litoke wapi. Nafikiri hoja hapa ni kwamba sasa tunapokuja kujadili hizi hoja tuwe tunazungumza hiki kitu, kwa sababu wasiwasi wangu na ambacho nimekipata, na naomba TCCIA na community ya wafanyabiashara tuwe waangalifu kidogo. Juzi tu maafisa wa TRA waliingia mtaani hapa Mwanza, wakazomewa, wakataka kupigwa mawe wengine. Mgeni rais kaisha sema msije kabisa huku. Sasa kile kikao cha rais na budget haikusema TRA kuanzia leo hawakusanyi kodi. Lakini kuna message iko mtaani kwamba sasa hivi TRA hawataki kumgusa mtu. Yaani wewe ukitaka kwenda kulipa TRA asubuhi umejitayarisha kulipa, mke wako akakwambia mume wangu unaenda kuwapa ya nini hiyo? Malaki unaacha. Yaani inaonekana sasa tuko kwenye dunia ya makambale. Jike lina masharubu, dume lina masharubu, mtoto aliyezaliwa jana ana sharubu. Yaani ukiingia hivi kwenye maji ya makambale huwezi kujua hata dume ni lipi, jike ni lipi, mtoto ni upi. Wote wamefanana. Pia unaweza kukuta mtoto sharubu ni ndefu kuliko hata za baba yake. Sasa hii is a wrong message. Fursa ni nyingi sana, fursa ni nzuri sana, lakini pale sasa ukiwa na lengo, nataka nifanye au nilete kiwanda fulani, naanzia wapi ni changamoto. Kwa kupitia ofisi yako ya mkoa, kama kungekuwa na dawati la biashara, ambalo dawati hili la biashara litakuwa linapitia stakeholders wote. Leo wiki hii tunaongelea labda TFDA watakuja hapa ataongelea nini, na kukawa na program aidha ya kipindi kwenye TV yetu ya taifa au radio yetu ya taifa, mkoa wa Mwanza unakiwa unaongelea zile strategy za kibiashara. Kwa hiyo labda leo ni TRA akitoa ufafanuzi, unataka kufanya biashara unatakiwa kufanya nini kwa kupitia ngazi ya mkoa, na zile information zikawa ni rahisi kupatikana. Nikiingia tu hapa kwenye ofisi ya mkoa au nikiingia wilaya fulani au nikiingia halmashauri fulani, nakutana na ule utaratibu. Unataka kuwekeza, unataka kuwa mfanyabiashara, unataka kuwa na kiwanda, unafuata procedure gani kuanzia registration mpaka unafikia kwenye yale malengo ambayo uko nayo kibiashara. Nakuja kwenye fursa nyingine ambayo nadhani imeongelewa sio sana kwenye upande wa chakula cha mifugo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, fursa ipo kubwa sana kwa Mwanza. Ukichukulia tu karibia ya householding nyingi za Mwanza zinafuga kuku, lakini kiwanda kikubwa ambacho kiko recognized kinachozalisha chakula cha kuku au cha mifugo Mwanza hakipo. Matokeo yake, kutokana na gharama za uendeshaji, tunatokea wakulima au wafugaji wanaumia sana na bei kuwa juu, kwa sababu aidha chakula kinatoka zaidi ya mikoa 5 kufika Mwanza. Na pia kutokana na kutokuwa na ile mwekezaji ambaye mwenye nguvu na ukubwa katika nyanja hiyo, basi tunashindwa kusimama kama wafugaji even kucontrol pricing.
Kwa hiyo hakuna bei elekezi ya kumfanya mtu mmoja amemonopolize market aendane na situation ya wafugaji. Kwenye fursa hii basi, wale ambao wanataka aidha kuwekeza kwenye upande wa chakula, waiangalie chakula cha mifugo ni biashara ambayo sio ya kuweka chini, kwa sababu ina mlolongo wa fursa, sio tu kwenye kuku, sio tu kwenye mbuzi na ng'ombe, lakini angalia wale wanaofanya cage farming, wanatoa chakula wengi Uganda, ambako Tanzania hapa ni ngumu. Na ukipata kwa Tanzania unapata price ambazo ziko juu kuliko hata utoe kile chakula Uganda. Naomba niwakilishe. Kushukuru sana Bwana Obote. Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Juma Said Obote, natoka sekta ya utalii. Mheshimiwa mwenyekiti, ya kwangu ni machache na ningependa kuwasilisha mbele ya baraza lako ikiwa ni kama mapendekezo. Kwa lile ambalo limejitokeza na limeonekana bayana kwamba Mwanza ni kitovu cha Afrika ya Mashariki. Sisi tunadhani kwamba kwa hali hiyo panahitajika unafuu katika baadhi ya kodi ambazo zipo katika utalii. Tunaangalia swala la service levy, hotel levy, concession fee pamoja na VAT. Yote haya kwa pamoja unapoyakusanya unapata mtu ambaye anahitaji kufanya utalii katika maeneo ambayo yanatuzunguka Mwanza yetu. Kwa maana ya kwamba tunaposema Mwanza kuwa lango la Serengeti, tunatakiwa kuwa ndio wavutiaji wa kwanza kwa kuitazama fursa hiyo. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiomba kwako kama baraza la mkoa huu, lipeleke mapendekezo yetu kwamba kodi hizi zitazamwe upya, kwa maana ya kwamba concession iko kwenye dola 59 kwa mtu. Sidhani kama watu wote wanamudu unaporudi katika swala la utalii wa ndani, mtu ambaye anaweza kalipa kodi hiyo. Alafu katika yale maombi ambayo yamewasilishwa na mwenyekiti wetu wa TCIA, amezungumzia ombi la kuomba hotel levy irudi katika kiwango cha 10% ya faida. Sisi tulikuwa na mapendekezo ya kusema kwamba ingepungua na kufika 5% ya kiwango cha faida. Na nipende tu kutoa ufafanuzi kwenye ile swala la service levy kwamba lipokuwa likisemwa ni 0.3. Kwa ufahamu wangu mimi ninavyojua ni kwamba ni 0.03 ya 5. Sasa nadhani labda tutapata ufafanuzi kutoka kwa wenzetu wa halmashauri. Kwa hiyo tulikuwa tunapendekeza kwamba na yenyewe ingerudi kwenye 0.01. Mbali na hayo, tulikuwa tunaombi kwako ambalo nafikiri liwekwe katika mpango mkakati wa jiji letu hili, kwamba nadhani ni wakati mwafaka kwa sasa Mwanza kuwa na chuo kizuri ambacho kinaweza provide elimu ya utalii katika hali na level ya serious haswa kuweza kushindana na hizi nchi ambazo zinatuzunguka vile vile. Mimi naitwa Ngereza Patel, natokea ofisi ya mamlaka ya udhibiti usafiri wa ardhini kama Sumatra. Nina changamoto chache ambao nahisi inawagusa pia watu ambao wako katika sekta ambao tunaidhibiti. Na changamoto hizi zinaweza zikageuka kwa fursa kwa wafanyabiashara ambao wako katika baraza hili. Changamoto tunayopata ni ya msongamano katika jiji, na changamoto hii solution yake inaweza ikawa fursa kwetu sisi wafanyabiashara, kwamba kwa sasa tunahitaji magari makubwa ya kubeba abiria katikati ya jiji. Kwa tunatumia pia kikao hiki au mwenyekiti kikupendeza kwamba tuwatumie hawa wafanyabiashara na baraza hili kuhamasisha wenzao ama wenyewe kujiingiza katika uwekezaji wa mabasi makubwa ili kutusaidia kutatua changamoto hii ya msongamano katikati ya jiji. Lingine pia tuna uhaba wa wahudumu katika sekta ya usafirishaji. Ukikutana na makondakta ama ukikutana na wahudumu wote katika sekta ya usafirishaji, asilimia kubwa ni watu ambao hawana elimu ya kuhudumia wateja. Kwa hiyo tunahamasisha pia kupitia kikao hiki cha baraza la biashara kwamba mtusaidie kuwekeza katika taasisi za kutoa elimu ya huduma kwa wateja ili tuweze kuibadilisha sekta hii. Lingine pia ni ukosefu wa vyombo ambavyo vinakidhi mahitaji.
kwamba kuna maeneo mengi ambayo watu hawawezi kuja katika maeneo wanayohitaji kwa sababu hakuna vyombo vya kutoa huduma. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba kwamba pia kwenye biashara mtusaidie kujiingiza katika sekta hii ili kuweza kuwapa watu huduma wafike maeneo wanakotaka. Asante mwenyekiti. Naitwa Glory. Nilikuwa naomba mwenyekiti, kuna msemaji mmoja alikuwa ameongea. Glory ni natokea Bodi ya Utalii Tanzania, ni mkuu wa kanda. Kuna msemaji mmoja alikuwa ameongea kwamba kuhusu miamba, kwamba miamba iruhusiwe kwenye ujenzi. Nakubaliana na hilo, lakini nilikuwa naomba labda mkoa ungefanya utaratibu kuwe kuna maeneo mengine ambapo kuna miamba inayovutia yatengwe kwa ajili ya utalii na miamba mingine endelee kwa sababu ya ujenzi. Nasema hivyo kwa sababu tunaita huu mji Rock City, na kama alivyosema mwenzangu wa wizara pale ni kwamba tumetangaza kwamba pia miamba ni kivutio cha utalii, na sasa hivi tuna mpango wa kuleta watu kuanza kupanda hii miamba kwa kutumia kamba kama wenzetu wa nje, kama adventure tourism. Sasa tukiondoa baada ya muda miamba yote ikitumika, ina maana kwamba tena hatutakuwa na kivutio cha miamba kama kwenye utalii. Pia hii kusema kwamba si Rock City haitakuwa tena ina maana. Kwa hiyo naomba tuangalie, tutenge maeneo ya utalii kwenye sehemu ya miamba na mengine kwa ajili ya ujenzi. Lakini kitu cha pili, nilikuwa naomba pia tusaidiwe na mkoa. Sisi tunataka kuongeza mazao ya utalii au activities za utalii. Yaani mtalii akija hapa Mwanza akae muda mrefu ili pia wadau au wanafanya biashara ya utalii wapate pesa. Sasa tumeanza kufikiria utalii wa viwanda TTB. Tumeanza kufikiria utalii wa viwanda. Bahati nzuri tumezungumza na wenzetu wa Mwatex, kwa kuna ziara za watalii kwenda kuangalia ule mchakato wa kutokea pamba mpaka inakuja ile nguo kamili inatoka ukanga. Wao tumekubaliana nao na tuko kwenye mchakato wa kuanzisha hizo tour kwenye viwanda Mwatex pale. Lakini tulipoenda kwa watu wa fish industry, wenzetu hapo karibu, tukaenda tukawaambia kwamba kuna nchi nyingine mtalii anaangalia kuanzia samaki anatolewa kwenye ziwa au bahari, anapopita pale kiwandani mpaka ule mnofu unasafirishwa. Tukaomba pia nao tuanze hizo tour kwenye viwanda vya samaki. Nafikiri wao wakawa na hofu walipotujua kwamba tumetoka serikalini, wakatopea watatujibu, lakini mpaka leo tukiwauliza hawatoi jibu. Lakini kwenye kituo cha kutoa taarifa za watalii ambacho tunacho, huwa watalii wakija wanaulizia kama kuna tours kwenye fish industry ili waweze kuona jinsi samaki yule anapotolewa kwenye ziwa mpaka anaposafirishwa. Na huwa tunaambiwa hii tunafanya utaratibu. Kwa hiyo tunaomba pia mkoa ungetusaidia kwamba tunapoanzisha utalii wa viwanda, baadhi ya viwanda vikubali yaani activities za utalii ziweze kufanyika. Asante. Mimi naitwa Meja Songolo, ni mkurugenzi katika kampuni ya Songolo Marine. Sisi ni wabobezi katika ujenzi wa meli na mambo ya ziwani na majini kwa ujumla. Mimi kwanza nataka kutoa shukrani maalum kwa uongozi wa mkoa kwa kuwezesha hichi kikao kufanyika. Mimi naamini kwamba kwenye hichi kikao watu hapa tutaondoka na habari nyingi za tusaidia katika fikra zetu jinsi ya kufanya biashara na kutatua matatizo ya biashara. Kwanza nataka kuchangia hoja kwenye upande wa utalii wa Ziwa Victoria. Sisi Mwanza tuna bahati kubwa sana kuzungukwa na mandhari mazuri ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo nimefurahi kusikia ndugu yangu hapo wakati anaongea na swala la utalii aliongelea mambo ya jinsi gani hili ziwa linaweza kunufaisha utalii. Kuna jambo moja nilikuwa naomba serikali ifanyie kazi. Hili Ziwa Victoria limekuwa wale wageni wakija wanadhamira kwamba lina kichocho. Kwa hiyo inawapelekea kwamba wanaogopa kufanya activities za kwenye maji. Kwa hiyo mimi ninavyofahamu, kwa sababu nimekulia hapa, kuna maeneo ambayo yako na high risk ya kichocho. Kwa hiyo serikali inatakiwa ipitie haya maeneo yote, yapime ili yaambatanishe yapi ambayo yako safe kuogelea na yapi ambayo yana hatari ya kichocho. Kwa hiyo ikifanya hivyo itawawezesha sana watalii wakija wao wanapata kujua kwamba hapa pako safe na hapa sio safe. Hiyo swala moja. Pia nilikuwa nashauri serikali itenge maeneo ya samaki kuzaliana. Tumezunguka Mwanza na visiwa vingi na ni vizuri sana. Kama serikali ingeweza kutenga yale maeneo
yakawa mazalia ya samaki, ingeweza kuattract watalii kufanya kitu kinaitwa sports fishing. Na sports fishing ni industry kubwa sana ambayo inaweza kuletea utalii Mwanza ukaongezeka. Pia ilikuwa napendekeza ili kuboresha utalii wa kwenye maji, hasa kwa local tourism, kuanzia tukiwa na elimu ya primary, watoto wetu waanze kufundishwa kuyazoea maji, kwa sababu bila kutoa elimu bado kuna dhamira zile za kizamani za kuogopa haya maji. Kwa hiyo wanasema labda kuna churusi au nini. Hizi ni dhamira za zamani, zinapelekea hata mtoto akija kukua mtu mzima anaogopa kutumia haya maji. Kwa hiyo naomba serikali iweke nguvu sana kutoa elimu kwamba ziwa hili linaweza kutumika kiutalii, watoe elimu ya uogeleaji. Hiyo itasaidia sana kizazi kijao kuweza kulitumia hili ziwa kama inavyopaswa. Hapa Mwanza tuna fukwe nzuri sana kuanzia Rock Beach mpaka Mwaroni kule, lakini tulikuwa tunaomba serikali itenge haya maeneo ili wagawiwe watu waweze kutengeneza hizo restaurants. Kama mwenzangu alivyoongea, kule nchi zingine kuna maeneo kama yale, watu wanafanya biashara za restaurant, wanatengeneza samaki, mtu anaweza kukaa karibu na ufukwe. Sasa hapa kuna dhamira nyingi kwamba ndani ya mita 60 mtu anatakiwa kusogea. Sasa utalii dunia nzima wako ndani ya maji. Kwa hiyo naomba elimu itolewe hapo ili na maeneo hayo yagawiwe kwa watu wawekeze. Ndio watalii wengi tunaweza kuwapata kwa njia hiyo pia. Na swala lingine pia, sisi kwenye upande wa ujenzi wa meli tulikuwa hasa ukianza kuangalia masoko ya Uganda na Kenya, tunapendekeza sehemu kama free zones zitengenezwe ambazo zitawezesha hizi bidhaa kuja kuundwa hapa na kuweza kuwa exported kwa urahisi zaidi. Ndugu mwenyekiti, mimi sina zaidi, ni hayo, tumeshukuru sana. Asante sana mwenyekiti. Kwa jina naitwa Maimuna Kajabala, natoka kwenye ushirika wa usindikaji wa fiti Tanzania. Mimi ni mwenyekiti pia. Naomba niende moja kwa moja. Usindikaji wa probiotics au fiti kwa Kiswahili. Probiotics ni vimelea hai, ni bakteria wazuri ambao wakitumiwa kwa wingi mwilini wana faida kubwa sana kwa afya. Na sisi tunatumia bakteria wale Lactobacillus GR1. Mwenyekiti, mimi naomba tu niongelee fursa tulichofanya kwa ajili ya ugumu wa probiotics. Sisi tumebatiza kama fiti na inaeleweka vizuri kwa hapa Mwanza. Niongelee changamoto na pia nipendekeze majawabu ikiwezekana. Mwenyekiti, naomba niseme hivi, kwa duniani kote sasa hivi globally tunasema kwa maana ya hii industry ya probiotic kukua, inakuwa na kuzidi dola za Kimarekani 67 bilioni, zitakuwa hivyo kufikia mwaka 2024. Na pia kwa mwaka itazidi, yani uwingi utazidi tani milioni 12. Na hii inatoka katika mwaka 2017 ambapo kulikuwa pia na huo ukuaji wa over 40 billion. 2017 kwenda annual consumption will exceed 12 million tons by 2024. Sasa ndugu mwenyekiti, katika ule ukuaji na zile 20 millions, hawa bakteria wa Lactobacillus wao wanachukua nafasi ya 8.5 tons millions, ambao sisi, ndio maana nasema kwenye fursa, sisi wa Mwanza tuna very unique fursa kwenye maziwa haya ya probiotics au ya fiti ambayo naenda kuyazungumzia. Kwanza naomba niseme hivi mwenyekiti, mradi huu ulianza mwaka 2004 tukishirikiana NIMRI Medical Research kivulini enzi hizo, kwa maana ya kufanya kazi kwenye jamii, na pia University of Western Ontario, na kwanza katika ufundishaji wa kusindika haya maziwa 2004. Na tumefanya mambo mengi sana mwenyekiti toka 2004, pamoja na kwamba hatujakuwa kwa maana ya serious ukuaji
kwa sababu sisi ndio tumewafundisha Kenya, tumewafundisha Uganda, tumefundisha South Africa. Wenzetu sasa hivi wako mbali sana, na sasa hivi umeenda mpaka Eastern Asia, lakini kitovu cha mradi huu au bakteria hawa kwa Afrika ilikuwa Tanzania, lakini ni Mwanza toka 2004. Kwa hiyo hii ni very unique opportunity kwa kweli, ambayo kama tutakaa vizuri tunaweza kuichukua vizuri, na kama ninavyosema nitatoa mapendekezo. Lakini toka tumeanza mradi huu tumeweza kuanzisha viwanda pia kwa usaidizi mkubwa wa SIDO. SIDO wametusaidia kwa sababu tumeshirikiana na SIDO pia katika kufundisha. Sio kwamba tunafundisha tu kiolela na watu wanazalisha kiolela, lakini pia tumeshirikiana na SIDO. Na mpaka sasa hivi kuna viwanda viwili ambavyo tayari ni viwanda vidogo ambavyo tayari TFDA wamevipitisha, na sasa hivi kuna kiwanda kingine kidogo cha tatu kinaendelea, na kuna viwanda viwili ambavyo tayari vimetembelewa na SIDO, viko katika hiyo process. Lakini pia tumeona sisi ni wanawake, na mara nyingi wanawake hizi fursa hatuzipati, na tumeitikia wito wa rais wa kuingia kwenye viwanda, tumethubutu. Na naomba kweli mtuunge mkono na mtupe kila kinachowezekana ili tuweze kufikia na sisi uchumi wa kuchangia kwenye uchumi wa wakati wa Tanzania. Sasa tuna changamoto, na changamoto nyingi. Nafikiri kama kiongozi wa SIDO alivyosema, wengi wanatamani kuanzisha viwanda, lakini wengi wanakatishwa tamaa kutokana na hizo prosesi na taasisi mbalimbali. Kwa leo sitazitaja kwa sababu pia kuna moja ambayo tumefikia hatua fulani, lakini nitaenda kwenye mapendekezo, maana tulalamiki, tunatakiwa kuangalia tunafanyaje. Wengi wamekata tamaa ni kwa sababu ya viwanda, mfumo wa viwanda, utajengaje kiwanda, imekatisha tamaa. Pendekezo langu la kwanza ni kwamba mkoa kuchukua hii fursa ili kiwango cha juu sana, kwa kiwango cha juu sana, kwa maana ya kutupa usaidizi kuhakikisha viwanda vinafanya kazi. Kama nilivyosema, hii ni unique fursa kwa Afrika, ni Mwanza. Yaani tunatakiwa hata tujipigie makofi jamani. Kwa Afrika ni Mwanza. Kabisa. Alafu kuna swala la kuanzisha masoko. Na wengine wamesema hili ni jambo muhimu sana. Kwa mfano ukienda kule Zanzibar, Stone Town, unaona kuna sehemu ambayo jioni mnaenda kujimwaga kula. Ni sehemu salama na sehemu safi. Sasa sisi hapa Mwanza kwa kushirikiana na maafisa ushirika wa Ilemela tayari wametuunganisha na ule ushirika katika lile soko la Mwaloni, ambapo kwa kweli kuna nafasi kubwa na nzuri. Mimi bado nataka niombe kwamba lile soko la Mwaloni litumike kikamilifu na iwe sehemu ambayo wananchi wa Mwanza wanaweza kwenda pale kujipatia probiotic na vitu vingine, lakini pia watalii wanaweza kufika kwenye soko lile la Mwaloni. Soko ni nzuri, structures ni nzuri, kinachotokea yani ni ile utunzaji hauko makini. Kingine ni kuwa na michoro ya viwanda inayowezekana. Kwa mfano nilipoongea wakati fulani katika ghafla fulani walisema hicho kitu hakiwezekani. Jamani, michoro inawezekana. Zamani ulikuwa huwezi kupata michoro ya nyumba, lakini sasa hivi ukienda kwenye mitandao michoro ipo. Yaani michoro ipo mingi tu, wewe mwenyewe unachagua, labda unarekebisha. Sasa ili tusiendelee kupata hizo frustrations, wanaohusika waandae michoro ambayo itatusaidia kuadapt hiyo michoro, au kama ni kurekebisha tunarekebisha na wao wakihusika, ili kesho na kesho kutwa uweze kuambiwa hili dirisha limeangalia huku, bomoa huu mlango, sijui umefanya hivi, fanya hivi. Kwa sababu hakuna michoro, unaambiwa jengo na SIDO unakuja kukagua na kukupa goa hili, lakini unapomaliza lazima kuna changamoto. Na tukumbuke kwamba na haswa nakuja sasa kwenye swala la jinsia, kama ikiwezekana katika hizi taasisi, kwa sababu ya lile neno lilituchanganya na mimi nikajisahau kwamba sasa hivi unamaliza dakika 20. Namalizia mwenyekiti, ni wewe radhi. Ndio hivyo hatupataji hizi nafasi za sauti yetu isikike. Nilikuwa natafakari hapa fiti sijui nini, nimeshtukia umemaliza dakika 20. Lakini fiti tunaifahamu mwenyekiti, maziwa yale ya fiti yaliyosindikwa. Utaulizia baadaye. Sawa. Tunaomba kuwepo na madawati ya jinsia.
na madawati ya jinsia sio lazima kwamba awepo mwanamke, hata mwanamume, lakini ana macho yenye kulenga kuelewa shida za wanawake. Unatoka kwenda kwenye taasisi, unaambiwa urudi hata mara 10 mara 20, unaanza kuleta mgogoro nyumbani. Kwa hiyo ambaye anajua masuala ya jinsia atajaribu kutusaidia na sisi tuingie kwenye uchumi wa viwanda. Lakini pia kuna hilo swala la limited resource. Wanawake wengi kama kweli tunataka waingie kwenye uchumi wa viwanda, lazima tusaidiwe kwa maana ya maelekezo zaidi. Maana ukienda kwa afisa mwingine anafikiria wewe unaelewa wengi, na tunataka wanawake wa vijijini na wenyewe washiriki kwenye uchumi wa viwanda, lakini ni very frustrating procedures kwa kweli, very frustrating. Hatuwezi kuwapata wanawake wa vijijini. Naomba nimalizie mwenyekiti. Naomba kumalizia kwa kusema kwamba sisi tumekwama katika kuagiza malighafi, lakini nina imani kwamba hatua zitachukuliwa na tuzipate mapema, kwa sababu malighafi tuliingiza toka tarehe 30 mwezi Machi mpaka leo hatujazipata, na hapo sasa zimekaa mahali ambapo hatuna hakika na usalama. Lakini naomba sana katika hili baraza lako watusaidie, tuhakikishe kwamba tunapata mapema. Asante sana mwenyekiti, nakushukuru kwa kunivumilia. Asante. Nyuma yako ile kanyosha mkono mte. Asante sana mwenyekiti. Mimi kwa majina naitwa Didas Clemens Mtambalike, na afisa mfawidhi idara ya uvuvi, Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Nataka tu nimuombe aliyewasilisha kwa niaba ya TCCIA, kuna sisi kama serikali tunapokea changamoto moja ambayo sijaisikia pale katika kuwasilisha ni hii uwepo wa hii atomic agency issue, hasa kwa wamiliki wa viwanda. Sasa sijui ni wajumbe wenu ama si wajumbe wenu, lakini naamini ni changamoto ambayo inawakabili wamiliki wa viwanda vya uzalishaji wa samaki. Kwa katika ajenda zako nataka nikuombe uweze kuliona hilo, ili basi kama serikali inafanyia kazi iweze kufanya pamoja na hilo. Mwenyekiti, naomba nijikite kuongezea fursa ambazo zipo katika sekta ya uvuvi na hasa katika mkoa wa Mwanza. Moja, kutokana na kupungua kwa samaki ndani ya Ziwa Victoria, kuna baadhi ya viwanda vilifungwa. Mojawapo wa kiwanda ni kiwanda cha Tanpech ambacho kiko pale Ilemela. Lakini sasa hivi tunafahamu kwa takwimu zilizokuwepo katoki na vinafungwa, samaki tuliokuwa nao walikuwa ni 3.3 ambao ni table size kwa ajili ya kwenda kuliwa. Lakini sasa hivi kwa takwimu tulizonazo tumefikia, na kwa sababu ya kazi kubwa ambayo tumeifanya, tumefikia samaki 33% ambao ni kiwango kikubwa sana. Sasa hivi wana vyetu hakuna kiwanda ambacho kinazalisha kwa siku chini ya tani 25, hakuna. Na vinazalisha hivyo kwa sababu store zao zimejaa. Sasa tunaamini Tanpech ikifunguliwa upya, maana yake wanaweza kuchukua tani 50, 70 na kuendelea, na kiko katika mkoa wetu wa Mwanza. Kiwanda kingine tayari kimeshafunguliwa, kilikuwa kinaitwa Derish Food Limited, lakini matokeo ya kuongezeka kwa samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, fursa nyingine iliyopo kwa upande wa sekta ya uvuvi ni ujenzi wa viwanda vya kuzalisha barafu. Ukienda katika kwa mfano wilaya ya Ukerewe ndio tunaamini kwa takwimu zilizopo inayoleta samaki walio wengi, na wilaya ya Sengerema katika viwanda vyetu vya mkoa wa Mwanza. Lakini kule hakuna kiwanda cha uzalishaji wa barafu. Na barafu ndio kitu muhimu ili uweze kuvuna samaki na uweze kubaki katika viwango vya ubora. Sasa fursa ipo katika wilaya ya Ukerewe kwa maana sekta ya uvuvi, lakini pia katika wilaya ya Sengerema, na ni kwa sababu ndio zinaongoza kwa uzalishaji wa barafu. Barafu nyingi sana sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti zinatoka katika viwanda. Sasa kunayo malalamiko kutoka kwa wavuvi wetu kwamba kwanza wale barafu wanakopeshwa, magari wanapewa kila kitu, kwa matokeo yake hata ile bei ya samaki inakuwa ni kidogo kwa sababu anakuwa ana ile control. Lakini iwapo itajitokeza fursa hii, basi wapo wateja wengi sana wa kuweza kwenda kununua hiyo barafu itakayozalishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine pengine ilikuwa ni kuhusu hoja iliyotolewa na wenzetu kutoka Songoro Marine kwamba kutenga baadhi ya maeneo kwa ajili ya mazalia. Nataka tu nitoe taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba tayari maeneo ya mazalia yametengwa. Kwa mfano, wilaya ya Magu, eneo la Ngela na Ihare ni maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya mazalia ya samaki, na ndio maana
sisi watu wa sekta ya uvuvi tukuta unafanya uvuvi katika maeneo yale pale, maana yake umetenda kosa kisheria. Lakini katika wilaya ya Sengerema, Busisi ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya mazalia, Kazuzu, Nyamango na Bihira. Yale maeneo yametengwa kwa ajili ya mazalia ya samaki, ili wakisha maki wanazaliwa kando kando ya maji afu baadaye wanaingia kule majini. Ukerewe, maeneo ya Burwa, Kunene, Siza, Bushengere, yote yale pale ni maeneo ya mazalia. Na katika mkoa wa Mwanza hapa jiji, kisiwa cha Makobe ni eneo maalum ambalo limetengewa kwa ajili ya mazalia ya samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ambalo ningependa kuwaomba wawekezaji wetu na sekta binafsi ziweze kuwekeza katika sekta ya uongezaji wa thamani katika mazao yatokanayo na samaki na mazao ya uvuvi. Kwa mfano, kujenga vichanja katika maeneo ambapo dagaa wanazalishwa kwa wingi. Sasa hivi kwa mujibu wa takwimu tulizonazo mpaka kufikia Mei, tunao dagaa karibu kiasi kilichoko katika ziwa zetu ni karibu tani 1,738,000 hivi. Sasa hiki ni kiwango kikubwa sana. Na kunayo masoko ya dagaa. Sasa hivi tumegundua soko jipya katika nchi ya Afrika Kusini. Sasa mara nyingi wanakuwa ni bei chini kwa sababu wanaenda kule kabla hajaongezewa thamani. Leo ukienda Sengerema, maeneo ya Kalilo, samaki dagaa wote wameandikwa chini. Lakini ipo fursa ya kujenga vichanja katika maeneo hayo na tukaweza kupata fedha kwa maana ya kuendeleza nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho kabisa, mnafahamu kwamba uvuvi wa samaki unahusisha nyavu zinazotengenezwa. Katika mkoa wetu wa Mwanza, ukiangalia kwa takwimu, nyavu nyingi ambazo zinaingia ndani ya Ziwa Victoria zinatokana na kuagizwa nje ya nchi za Korea, India, China na maeneo mengine. Tunavyo viwanda viwili peke yake, maana yake havitoshelezi kuzalisha nyavu kwa ajili ya uvuvi. Nyavu kwa ajili ya uvuvi wa sangara na nyavu kwa ajili ya uvuvi wa dagaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kwa majina naitwa Nyanza Faraja Kusekwa. Mimi ni mzalishaji wa waini. Kiwanda changu kidogo kiko Isamilo, mtaa wa Neshi. Mimi najielekeza tu kwenye changamoto, singependa kulalamika. Kuna upande wa TBS na TRA. Mimi nimekwama pale kurasimisha kwa sababu unakwenda TRA unakwambia lazima umalizane na TBS. Na TBS nao wanasema hawezi kushughulikia mpaka umalizane na TRA. Sasa hili limenikwamisha muda mrefu. Sijui hilo mnaweza mkaliwekaje sawa. Nadhani kuna mjumbe mwenzangu naye alichangia swala la viwanda 11 vimefungwa vya waini. Sasa kwa kuwa tumeshaelewa tatizo ni nini, kwa nini TFDA, TBS na hawa TRA mkashirikiana wote kwa pamoja ndani ya mwezi mmoja au miwili muhakikishe changamoto hizo ziwe zimefunguka ili watu waingie sokoni wafanye kazi. Watu wamemuelewa Mheshimiwa Rais, ndio maana watu wamewekeza. Kwa mfano, mimi nimefunga ndio, lakini nilitumia gharama ya zaidi ya milioni 27. Lakini kutokana na changamoto zilizopo, ina maana mimi tayari nimefunga biashara ile. Nani anaweza kanilipa hizo gharama? Tungeomba sasa huo ukiritimba utoke. Lakini kuna kitu kingine ambacho tena kimekuwa ndani ya sisi wajasiriamali wadogo. Wale wakubwa ambao tumewakuta wako sokoni, manake ni kwamba hawapendi sisi wadogo tuibuke. Kumekuwa na vichangamoto vidogo vidogo huko. Utamkuta mjasiriamali mmoja ana tayari TFDA labda anayo, TBS hana au hana leseni. Anakuwa na kibali kimoja, kingine inakuwa shida. Sasa huyu atajitangaza lini kama hajakamilisha vitu vyote? Niliomba sana hawa wakubwa walioko sokoni watupende. Sisi tunawaona wao kama modo kwetu. Sisi tunajifunza kwao kutokana na jinsi wanavyoendesha biashara. Na tunajifunza kwa nini wamefanikiwa. Na sisi wangetupenda kwa sababu sio malengo yetu sisi, ni Mheshimiwa Rais ndiye amesema tufungue viwanda. Si ndio? Kwa tunafungua viwanda, wanatakiwa washirikiane na sisi kutushika mkono. Lakini kumbukeni kwamba kuna uwekezaji, watu kutoka nje wanakuja. Tushikamane sisi na wale sisi wenyewe wakubwa na wadogo tuweze kumudu ushindani unaokuja wa watu kutoka nje. Lakini lengo kubwa ni nini?
sisi wadogo tunatengenezwa kutoka mwaka 2000 mpaka 25 tuje kuwa walipaji wakubwa wa kodi. Tupunguze utegemezi wa misaada kutoka nje. Ina maana kodi yetu tunapoilipa ndio inaenda kwenye barabara, hospitali, ulinzi na kadhalika. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana nyinyi wakubwa tupendane, tushirikiane, tubadilishane mawazo ili tuboreshe bidhaa. Mimi kwa leo naomba nikomee hapo. Sawa, tuseko. Lakini sasa kama sio malengo yenu, ni malengo ya Magufuli, tutafika kweli? Lakini ni safi, tuacha twende hivyo hivyo, huko mbele ya safari tutaelewana. Na ule uwanja unaonekana kweli unajengwa, lakini kwa mtu wa kawaida hawezi kuona ni kitu gani kinaendelezwa pale. Uwanja umezungukwa tu na vibanda pale, hata akija mgeni, ile ndio image ya Mwanza, hawezi kuona ni kitu gani kinafanyika pale. Kwa mfano tungekuwa na ile jengo la abiria, alafu kukawa na sehemu ya kuweka ofisi za kupokea wale wageni ambao wanakuja, alafu kwenye ile ofisi tukawa na ramani nzima ya mkoa wa Mwanza na kuonyesha fursa zilizopo. Nadhani wale wageni au wawekezaji ingekuwa ni sehemu ya kwanza pale kuweza kujua ni kitu gani anaweza kuja kuwekeza Mwanza. Hata kama kile kilichomleta angeanza kujuliwa kuanzia pale, na kwamba hata ofisi ambayo ataweza kwenda kuiona angeweza kupata taarifa kuanzia pale airport. Nadhani hili lingesaidia sana, na ningepropose tu kwamba ikiwezekana hata baraza likaweza kutembelea ule uwanja, lipewe nafasi ili kuangalia maendeleo yake na kuweza kushauriana kuona ni vitu gani vya kuweza kuwekeza, kuliko tunapozungumzia tu kwenye maofisi alafu physically tumefika kule, ingekuwa nzuri zaidi. Jambo la mwisho ni kwamba ili baraza limekuwepo miaka mingi, lakini mara nyingi unakuta tunayoyazungumza hapa yanaishia kwenye makabrasha, yanayofanyia kazi ni machache, na ninavyoona ni kwa sababu ili baraza alikutani mara kwa mara 2 kwa mwaka, ni muda mfupi sana. Kwa mfano haya tuliozungumza hapa, kuja kupata yatokanayo ni baada ya miezi labda 6. Sasa wengi tutakuwa tumeshasahau, na kama ilivyo leo huko hapa, kesho umeshahama, atakuja mkuu mwingine kuja kuanza, inakuwa ni kitu kipya tena kabisa. Kwa hiyo mimi ningeshauri sana kwamba kwa sababu ili baraza ni muhimu na lina kazi nzito nzuri, kuna haja ya kuongeza vikao, sio mara 2 kwa mwaka, angalau hata mara 4 kwa mwaka au zaidi ikiwezekana. Najua tu una kazi nyingi, lakini hasa kwenye vikao kama hivi ukihudhuria wewe mwenyewe personal inakuwa na uzito zaidi. Na hata nikiangalia leo wajumbe ni wengi, ni kwa sababu walijua wewe unafika. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio wazo langu kubwa, kwamba tuongeze vikao vya baraza kwa ajili ya kuboresha mambo tunayozungumza hapa, na kwa ajili vile vile ya kuona kwamba maendeleo ya mkoa wetu yanaenda vizuri. Asante sana. Mheshimiwa Rais anachotaka ni kustimulate industry, lakini wasiwasi wangu, kuna watu wanatafsiri kwamba sasa ni mtelemko. Yaani unaweza kuamka asubuhi ukafungua duka na asikuguse mtu, wewe ukawa unajiendea tu kama gari limekatika center bolt mpaka likutane na mwembe ndio lisimame, au likutane na mto. Wake umeshawahi kuona gari imekata center bolt ikiwa inakuja, utafikiria inataka kukata kushoto, unataka kukimbilia kushoto, unaiona kama inataka kukata kulia, lakini kumbe ndio inaenda hivyo. Sasa inabaki hesabu upige wewe sasa, unaiona. Kama una akili unaweza kupaki pembeni ukaiacha ipite kwanza, unaiachia barabara nzima. Sasa kuna kitu mimi na wasiwasi nacho,
Mimi juzi nimeitazama budget hili, kuna fursa zimeletwa lukuki kwenye investment, kwenye kilimo, kwenye viwanda, kwenye nini, fursa lukuki, ambacho mimi naamini Mheshimiwa Rais nia yake hivi sasa watu wainuke. Hata TRA wameambiwa mtu asipolipa msimfungie biashara, asije akatokea mtu akasema sasa hatulipi kabisa. Maana hata hizo biashara zenyewe serikali itafika mahali haina uwezo wa kusustain. Gharama zitaishi, barabara zitajengwa, huduma za afya hazipo, za elimu hazipo. Maana hata mfanyabiashara mwenyewe hata kuwa na mazingira mazuri ya kufanya biashara. Kwa mimi nafikiri kuna two way traffic ya jumuiya ya wafanyabiashara, lazima mkae muelewe. Umenielewa? Nilikutana na mfanyabiashara mmoja. Bahati nzuri tumetoka kwenye kikao cha Ikulu, imekuja budget. Mimi nimetoka juzi kwenye kikao cha Baraza la Uwezeshaji la Taifa. Waliletwa private sector. Ukiwasikiliza unaona kabisa hapa tukifanya mchezo wala zile faida wenzetu hawazijui. Pale watu wanamshangilia rais. Mtu mmoja akasimama pale bodi, akamwambia kuna mzee mmoja kaongea, nataka aniambie kwenye budget yeye kwa biashara yake hiyo anayofanya amepata faida ya nini na nini. Yule mzee alishindwa cha kusema. Lakini alikuwa anashangilia ile Msaragambo, tumezuiwa sasa, hatusumbuliwi, hatufanywi nini. Lakini hata kwenye biashara yake hajui nafuu aliyoipata. Kwa hiyo unaweza kuta katika ili vurugu hata wafanyabiashara systematically wakashindwa kujipanga kutumia fursa zilizotolewa, itakuwa hasara mara mbili. Na rais alichosema anataka kuacha mabilionea, hizi fursa nafuu zilizotolewa zinatakiwa kuzalisha mabilionea. Sijui kama umenielewa. Yaani mtu kwenye alikuwa anakulipisha kodi ya nyumba shilingi 100,000. Ukawa unamuomba hela, bwana nisaidie 50,000. Anakwambia mimi sikupi 50,000. Mimi sasa kuanzia leo kodi ya nyumba utalipa 50,000. Ile 50,000 hajakupa, amekupa. Amekupa. Sasa baada ya kulipa kodi ya nyumba 100,000, amekwambia lipa 50,000. Maana kuna 50,000 amekuachia. Unaweza ukaona kawaida ukasema bwana bado namlipa. Lakini kuna 50,000 ambayo amekuachia. Kwa lazima ile 50,000 wewe sasa ukianza kutoka pale na ile 50,000 ukaenda kunywea bia yote utaiona. Lakini manake kwenye mtaji wako kakuachia 50,000. Kwa ile 50,000 ndio natakiwa kwenda kujazia kule, kuleta huo bilionea. Kwa mimi nafikiri tuna changamoto ya kujenga uwezo na uelewa. Tusipofanya hivyo tukabaki kushangilia, mimi nasema mwaka wa bajeti utaisha, mtu atashangaa sasa ile. Alafu Waswahili kasema, yule dadangu wa TBS pale kasema maneno ya mtaani, mwaka kesho watu watakuja watasema ile bajeti ilikuwa kiini macho. Kumbe mtu hakujua fursa iko wapi. Lazima hilo tulizingatie, na sisi kama mkoa lazima tuhakikishe wadau wetu wanaelewa fursa zilizotolewa na serikali ni zipi. Nafuu zimetolewa za kutosha sana. Lingine tulikuwa tunazungumzia hapa wajasiriamali kutokuwa na taarifa. Mwongozo ni kwamba kufikia tarehe 1 mwezi wa 10, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya nawapa mwongozo uliotolewa na baraza kuanzisha vituo vya taarifa kwa wajasiriamali na vituo vya kusaidia wajasiriamali kwenye kila wilaya. Mpaka kufikia tarehe 1 Oktoba lazima vituo hivi vio vimeanzishwa. Sasa vituo hivi utavitizama mwongozo wake, nani na nani anatakiwa kuwa pale. Hizi zinatakiwa kwa kuanzia ziakti kama one stop center, na mwongozo huko hapa. Wakuu wa wilaya tutawapa, mkashena wakurugenzi,
ili kuanzia kesho utaratibu uanze, ili kufikia tarehe 1 Oktoba kila halmashauri kuwe na kituo hiki ambacho wadau wako pale. Kwa hiyo hawa wanaotengeneza wine hawa wanapozungumza, maana kuna sehemu ambao watampata mtu wa TRA, watampata mtu sijui wa wapi, mtu wa leseni, mtu wa nini, mtu wa kutoa maelekezo atakuwepo pale, mtu wa kufacilitate. Kwa hiyo ni mwongozo umeshatoka ambao sisi kwa tarehe 1 Oktoba lazima hivi vituo vimeanza katika kila halmashauri, ili wananchi wawe na sehemu ya kwenda kwa ajili ya kukuza uwezo wa wajasiriamali wetu, ili haya maswali sasa yawe yanapata majibu huko na utatuzi wake uwe huko. Lingine niseme, Rasi hapa alisema, na mimi nilikuwa natizama mwelekeo wa kikao. Mwelekeo wa kikao ulikuwa kila mtu ana haja, tulikuwa na hamu ya kila mtu kuchangia. Kwa hakuna mtu alistructure mawazo yake kama azimio la utekelezaji. Sasa mimi nisaidie kwenye conclusion. Cha kwanza, kila wilaya kufika tarehe 1 Oktoba lazima iwe imepata eneo la mtaa wa viwanda, na kwa kuanzia vile viwanda vya kati, viwanda vidogo na vya kati, mtaa wa viwanda kila halmashauri. Kufikia Oktoba sasa tunatoka kwenye vile viwanda 1000 kila mkoa, sisi tunaenda sasa kwenye kila halmashauri kuwa na eneo la mtaa wa viwanda vidogo na vya kati. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wakurugenzi tukasimamie hilo. Tarehe 1 Oktoba tuwe na eneo la mtaa wa viwanda, ili tuje kujadiliana jinsi gani sasa tunaanza kuestablish haya maeneo kwa kukaa na wenzetu asili, ili tuwe na eneo ambalo kuna viwanda pale 100 200 vidogo na vya kati, ili tuweze kuwa tunatoa huduma kwa urahisi zaidi, lakini na kuondoa hizi hatari. Huu msalagambo wa viwanda baadaye unaweza kutuletea hatari, uchafuzi wa mazingira na hatari zingine hata za milipuko, kwa sababu viwanda vinatumia umeme, vinatumia malighafi, hata zingine za kemikali. Management yake tusipoenda nayo vizuri, huko mbele tunaweza kuja kujilaumu. Mnaposikia haya maafa makubwa yanatokea kwenye nchi ambazo zina viwanda katika mazingira haya, sikiliza kesi zinazotokeaga India za milipuko, zinazotokeaga Bangladesh, tuliona mwaka jana. Lazima wakati tunaenda na hili jambo na uangalifu uwepo. Kwa mtaa wa viwanda ni muhimu, na tuchukue maeneo makubwa ambayo yatakuwa na mahitaji ya muda mrefu, na tuone jinsi gani miundombinu ya msingi inafika kama umeme, barabara na maji. Lakini lingine, vituo vya wajasiriamali ambavyo mwongozo wake huko hapa na tutawapa wakuu wa wilaya wote. Lakini secretariat yetu sasa tutaiwezesha zaidi, ili uratibu wa haya tunayoongea na utekelezaji wake uwe wa wazi. Wote tunaongea, lazima tuwe na timu ambayo inauelewa na uwezo mkubwa wa kuratibu haya tunayoongea. Kwa hiyo tutaiunda, na tutaiunda wiki hii kabla ya Ijumaa, itakuwa iko in place. Private sector na sisi kwa public sector itakuwepo sasa kuratibu. Na sasa tutakuwa na kikao kabla hatujafunga mwaka huu, tutakuwa na kikao kabla hatujaenda Disemba mwaka mpya. Tutafanya kikao kingine, na tutafanya kikao kingine kabla hatujafunga mwaka wa fedha unaokuja, kama tulivyofanya sasa. Kwa tutakuwa na kikao kila mwaka Disemba, tutakuwa na kikao Juni cha mkoa. Lakini kwenye wilaya sasa hivi lazima mfanye vikao kila kota, kila robo lazima mfanye vikao, ili ajenda zinazokuja hapa ziwe tu za intervention ya mkoa, lakini kwenye wilaya ndio kwenye shughuli zinakofanyika. Kwa hiyo vikao hivi kikaa kwenye wilaya ndio vitakuwa na majawabu ya mambo yanayofanyika wilayani.
na kwa sababu shughuli ziko wilayani na majawabu yake yatapatikana. Huku sisi tutakuja kudili na vitu ambavyo kila wilaya inasema hili sasa sisi tumekwama, mkoa sukumeni. Na si lazima msubiri mpaka kikao. Mnaweza kutuletea. Wakati tunafika kwenye kikao, tunaweza kuwa tunasema tumelisukuma limefika hapa. Lakini kingine, tuna kitengo tulianzisha hapa cha uwekezaji na kusaidia biashara. Mheshimiwa Rasi, lazima kitengo hiki tukiimarishe. Kilianza kwa moto lakini hapa katikati kimefifia. Lazima tukiimarishe sasa. Kwa sababu hata uratibu wa hivi vikao, kitengo kikifanya kazi na secretariat ikawa timamu, hatuwezi kupata haya mapungufu tunayaona. Tuna Mwanza Regional Investment Guide. Lazima tukili, hatujaifanyia kazi vya kutosha. Kabla ya kikao kijacho, hii kitengo cha uwekezaji ambacho hii ni kazi yao, Mwanza Region Investment Guide, kabla ya kikao kijacho na secretariat, lazima wao wamefanyia kazi na kutoka na action plan, utekelezaji wa yote yaliyomo kwenye investment guide na strategy ya kutekeleza. Kuwe na action plan na mkakati wa kutekeleza. Lakini tumeona kuna sekta zimeguswa. Wakati wenzetu wanaenda kutengeneza hii action plan na mkakati ule kuja nao, lazima zile sekta zilizoguswa za viwanda vidogo na vya kati, watu wamezungumzia na viwanda vikubwa vyenyewe vina msukumo wake tofauti, lakini vidogo na vya kati mimi ndio navitilia mkazo zaidi, ambavyo vinaingiza watu wengi na vinatija kubwa kwenye uchumi zaidi. Lazima viwe covered kwenye action plan na mkakati. Lakini vile vile sekta ya utalii, watu wote hapa tumegusa kwamba Mwanza bado utalii hatujaweka kwenye nafasi yake inayostahili. Lazima kabla ya kikao kijacho cha Disemba, lazima tuje na mkakati, na lazima na kwenye vitengo vyote hivi. Uzuri Mwanza tuna watu waliobobea kwenye sekta hizi, na mfumo wa baraza hili la mkoa kama nakumbuka una mifumo ya clusters za maeneo yote haya. Kwa hiyo tutaleta watu ambao wamebobea wakae kwenye cluster ya utalii. Mzee Budget yuko hapa. Wako watu chungu mzima ambao wanajua what it takes kwenye sekta hii, na kwa positioning yetu ya Mwanza kutake advantage. Kuna sasa hivi tumeanzisha Western Corridor, hii Burigi, Kimisi, Paxi zinazoanza hizi, tuna Ziwa, tuna Rubondo, tuna Sanani, tuna Serengeti. Je, tunajiposition vipi? Watu wanasema tu mahoteli makubwa haya. Je, Mwanza tunahitaji mahoteli makubwa au tunahitaji moja mbili tu? Alafu tuwe na hizi boutique hotels hizi na vihoteli hivi vya tilapia, Wagi Hill. Je, hivyo ndio tunavihitaji zaidi? Kwa sababu tusifike mahali tukaleta hapa ma concrete jungles ambayo watu wataingiza pesa na kumbe sio watu wanachotaka iko kama watalii. Lazima tutafute niche yetu na soko letu sisi litakuwa la nini. Tunaweza kusema sisi hatutaki hoteli zenye lift. Sisi tunataka hoteli nzuri, ndogo, vyumba 10, 15, 20 mwisho. Lakini zitoe huduma first class. Kwa mimi nasema wenye cluster hiyo tutawa involve. Tukija kwenye kilimo, potential iliyopo, TAHA wamefungua ofisi hapa, tulioomba wafungue ofisi. Wako watu wako kwenye horticulture, wakina Ngongoseki na nani na wengine tupo huko. Tukae tuje na action plan kwenye engo hiyo. SIDO wako kwenye viwanda vidogo. Kwa mimi nasema tutaenda huko. Ili tunapokuja hapa mwezi wa 12 lazima tupitie haya mambo yote. Kwa mimi niwashukuru tena sana. Lakini mimi nasema
Mimi ukiniuliza leo, nasema tuna changamoto moja. Hii ni maoni yangu binafsi. Kuna fursa nyingi Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amezitoa kwenye sekta binafsi. Na sekta binafsi ndio injini ya uchumi popote. Kuna fursa nyingi zimetolewa kwenye bajeti. Na wasiwasi kuna fursa nyingi zitaendelewa kutolewa. Tusiishie kuwa kama watu walioalikwa kwenye harusi, kula na kunywa. Nataka kusema tufike mahali private sector na sisi wote tuna wajibu wa aina moja. Na TRA na bado ilikuwa kidogo. Juzi hapa mmepigika kwenye forum hizi, mmeguswa. Lakini TRA wanaweza kukaa wakawa waungwana tu, wakawa walokole tu, wakawa hataki kubishana na mtu. Lakini je, kama nchi yetu, je, tutafaidika vipi? TRA wanaweza kuwa waadilifu sana, lakini uadilifu wa TRA hauzalishi wajasiriamali. Fursa hizi hata kuja kushikiwa mtu kiboko akaanzishe fursa akachukue fursa hizi, ni lazima tuhamasishe watu wetu, tuwaelimishe ili wajue kuna fursa waweze kuzinyakua. Lakini niomba jumuiya ya wafanyabiashara tuelimishane. TRA ni watu wako kwenye ajira tu, wala mapato wanayokusanya sio ya kwao, ni ya kwetu. Tukifika mahali wakaanza kuzomewa mitaani, kutupiwa mawe, juzi watu wanawaambia sisi ngoja tumwandikie barua rais kwamba TRA wa Mwanza bado hawajamuelewa. Ndio maneno wanawaambia mitaani. Wala tumsaidie rais. Watafukuzwa, lakini itabidi waajiriwe wengine na itabidi wafanye kazi hizo. Lakini kama tumeamua kwamba huo ndio mwenendo wetu, kwani TRA ni nani? Si ndugu zetu, si watoto wetu. Kama kuna TRA hawana uadilifu, wala mimi sisemi tuwe na msalie mtume. Na sasa kinaundwa chombo kitakachokaa Wizara ya Fedha, ambacho malalamiko yote yataenda kule. Na nchi zingine zimekuwa zikifanya hivi. Na haya ni mawazo ya wafanyabiashara. Lakini chombo kile ni msumeno, unakata kote. Kitakuwa kinatizama TRA ambao si waadilifu, hawafuati sheria, lakini kitakuwa kinatizama na wale ambao wako kwenye private sector ambao si waadilifu. Kwa chombo kile, watu wengine wanasema afadhali, lakini hawajui kile chombo kote South Africa, sijui Pakistani, sijui wapi ambacho kimekuwa established, kinakata kote, hakilali upande mmoja. Huko Marekani wapi, ndio maana unamuona Trump anadaiwa kodi. Kwa kile chombo kitafika mahali kikisha sema bwana mali hulipi kodi, mzee una pa kutokea. Kwa sababu kinaweza kwenda hata kikamshika Magufuli kikamwambia mzee ulipi kodi, na kikasema kwenye TV. Ndio tunapokwenda huko sasa. Lakini iwe kwa manufaa ya nchi. Na sisi tunapofanya hapa iwe kwa manufaa ya nchi. Mtu wa TFDA yule anasema, siku moja sisi tumeenda sehemu kwenye kiwanda hapa tupataje. Labda kama wengine mnapafahamu. Mtu anakamua maziwa ya pamba ili maziwa yawe mafuta ya pamba ili yawe na content, yawe na rangi inayopendwa na watu, anaweka pumba za mpunga.
pumba za mpunga, anaongeza na vitu vingine. Mimi siku nimefika nyumbani kwangu, nimemwambia mke wangu, mafuta ya kupikia nyumba hii nitakuwa nanunua mimi peke yangu. Kumbe ndio maana watu mashehe siku hizi mashehe hawapati watoto wa kusilimisha siku hizi. Mapadri hawapati watoto wa kubatiza. Mnajua kwa nini? Hii watu tu wana vitabu vikubwa, wana nini, hamna kitu, upepo. Hii mapadri wamekaa kule, mzaliane tu, mzaliane. Watu watazaa watatoa wapi uzazi? Watu wanapiga yeye watu. Mimi nimezoea pale nyumbani kwangu bwana, mafuta ya kupikia nanunua mwenyewe. Mimi nilichokiona kule. Lakini ilikuwa rapsha. Anajua yule jamaa kilichotutokea. Ilikuwa rapsha. Kwa sababu wafanya biashara na nyinyi mnajua mna vichochoro vyenu. Na sisi cha moto tulikiona. Lakini kasema mimi bwana, kwa Mungu anajua nilichojaribu kufanya. Mafuta yale ni rahisi sokoni kupita mafuta mengine, lakini kumbe urahisi wake unatokana na jambo. Sasa lazima hata tunaofanya biashara lazima tuwe na uwajibikaji kwenye jamii. Hiyo ndio sifa nyingine ya biashara, kuwajibika kwenye jamii ambalo ni soko lako. Maana hao wanaposhindwa kuzaana kwa faida yako, kesho utakuwa una wateja. Kila chakula safi wakazaana zaidi, si ndio nakutengenezea wateja? Sio ukiwalisha uchafu hawazai, wateja watatoka wapi? Kwa kuna wajibu wa biashara kwa jamii, huo tuutekeleze. Wajibu wa kizalendo kwa taifa tuutekeleze, na uonevu sisi tutausimamia. Na wako mashahidi ambao walikumbana na TRA, tukafika mahali tukajadiliana. Na ndio maana mwenyekiti, mimi kuna wakati mlikuwa mnanitafuta tujadiliane habari ya kodi na tozo. Leo nimewaleta wote hapa waliokuwa wanapitia zile kodi na tozo, kwa sababu hatukufanya yale mazoezi kwa kumtarget mtu. Na mimi asimame mfanyabiashara mmoja ambaye mimi nilimpendelea au mimi nilishiriki kumkandamiza. Na zile timu tuliziunda katika mantiki ambayo walikuwa hawawezi kuleta mazungumzo. Wenyewe kwanza walikuwa wanaogopana, walikuwa wafahamiani, wamekutana tu kwenye zile timu, walikuwa wafahamiani kwamba hapo ukifanya la kufanya. Na waliojaribu kufanya, waliotaka kufanya, watafuteni wako wapi leo? Hawapo. Na zile timu tuliziunda makusudi, nia yetu ilikuwa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu kwenye mkoa wetu ameanza biashara, amefanya biashara miaka 10, hajui jinsi ya kulipa sesi halmashauri na kupata risiti halali. Walikuwepo hapa jiji la Mwanza. Mfanya biashara mkubwa kabisa amefanya biashara miaka 10, watu wote wanamsifia mjini hapa, hajawahi kulipa sesi hivi akapata risiti halali ya jiji au ya eneo. Kila siku sesi anamuita mtu chenga, wanaongea, yule mtu wanaongea, anampa risiti ambazo hazitambuliki. Na mfanyabiashara tunamwambia, kama kweli uliwahi kulipa basi twende. Basi yaishi, acha tu nilipe nianze upya. Maana sasa watu walionisaidia miaka yote itaonekana ninawaumbua. Sasa sisi tulitaka turudishe culture, tuseme jamani, kama unaonewa sema, kama kuna kitu halali cha kulipa lipa. Kwa hiyo tunachosema hicho, na tuelewane, sisi biashara zikikua kwenye mkoa wetu
tukateke advantage ya hizi fursa rais anazozitoa, so much the better, kwa sababu na mzunguko utakuwa mkubwa, uwezo wa wananchi wetu utakuwa mkubwa, maendeleo yatakuwa makubwa. Hata tukitaka kujenga shule, tukianzisha mchango wa shule, kila mtu anachanga kwa sababu anazo. Kwa hiyo na sisi nia yetu ni hiyo, kwa sababu ukidili na watu hawana kitu ndio unakabana sana. Kwa hiyo tuombe sekta binafsi. Mimi nimeona serikali ya awamu ya 5 watu wote wanamwambia. Juzi sisi tulikuwa na waziri kwenye baraza la uwezeshaji, watu wawili ambao wamewahi kuwa mawaziri wa fedha wakasema wao wenyewe, tumekaa wizara ya fedha, lakini hii ndio bajeti ya kwanza tokea uhuru yenye kuleta nafuu ya aina hii. Watu waliowahi kuwa mawaziri wa fedha wanatamka wenyewe, lakini haina maana kufurahia tu. Maana itakuja kama sisi wote tutawawezesha watu wetu kukumbatia hizo fursa, na hilo ndio la maana ambao nafikiri hata Mheshimiwa Rais ndio ndoto yake, kwamba alete nafuu alafu hizi fursa zikumbatiwe na wananchi. Nawashukuru sana jamani, niwatakie kila la heri.